Kwa wakati wote unapoiona namba 4, maana yake Mungu anazungumza kwa habari ya usahihi wa jambo, usahihi wa mambo, usahihi wa vitu. Rapa kadia maushaba ankaraduza nalakuza veria hastuve ela kuza barana jenika raba garush. Naomba leo niishie kwenye namba 4, alafu tamani tujifunze namba kwa wewe ambaye unafuatilia YouTube darasa hili lipo inaendelea, darasa la namba, tunajifunza namba. Natamani watu wajue mambo ya rohoni ili iwe nyepesi kumsikia Mungu wao, ni vyepesi kujua Mungu anasema nini katika maisha yako, iwe ni vyepesi kuelewa pale Mungu anapozungumza na wewe au anapozungumza juu yako kupitia namba. Tumejifunza kuhusu rangi. Haujaelewa kuhusu rangi, basi nenda YouTube kafuatilie vile vipindi vilivyopita ujifunze kwa habari ya rangi, alafu endelee kwenye namba. So leo tumejifunza mpaka namba 4. Sasa unakuta kwenye namba aidha unaletewa vitu ya rangi tofauti. Haya, unaona labda umevaa mavazi ya rangi fulani na rangi fulani, unajiona umevaa mavazi ya rangi tofauti. Maanake Mungu anakuwa anazungumza na wewe kwamba mwanangu, nimekupa neema, ila neema hii itakuwa katika maeneo fulani. Tulizungumzia kuhusu rangi. So kuna watu anaweza akajiona kwenye ndoto labda amevaa nguo zina rangi tofauti. Zile rangi ambazo unaziona katika nguo zinamaanisha sehemu ya neema uliyopewa. Mtu anaweza akajiona amevaa nguo ya blue, anajiona labda shati ya blue, labda suruali ya rangi fulani, labda nyeusi, anaona labda viatu vyake labda ni vyeupe. Maanake Mungu anazungumza kitu hapo kwenye maisha yake. Mungu kuna vitu anaviongea kwenye maisha yake. Anatakiwa aelewe kwamba kwa nini nimevaa shati ya blue. Je, ni blue bahari? Je, ni blue iliyokoza? Je, ni dark blue, blue yenye weusi? Ameona amevaa blue, ni blue ya aina gani? Kwa nini umejiona umevaa suruali nyeusi? Kwa nini unajiona umevaa viatu vyeupe? Na kwa nini soli yake chako iwe nyeusi? Kwa hivyo vyote vina tafasiri, vina maana. Bwana Yesu asifiwe. So kwa kweli tumejifunza hizi namba 4, na hapa naweza tukaanza kuzungumza kidogo kuhusu ndoto na then tutaendelea. Watu wengi ambao unakuta anaota ndoto anaenda kupanda gari au anaenda kupanda ndege, anaenda kupanda meli, anawahi kwenye usafiri, alafu anaachwa, au kabla hajapanda anashtuka. Nini Mungu anazungumza wakati huo? Mungu anazungumza na wewe kwamba mwanangu, kuna mahali unaelekea. Aidha una mipango ya kazi, una mipango ya biashara, una mipango ya huduma, una mipango ya kufanya kitu fulani, ila unaenda kuachwa. Mungu anakwambia kwa sababu gari, ndege, meli, sijui train, sijui pikipiki, sijui bajaji, hivyo vinaweza vikawa vinamaanisha kazi. So Mungu anazungumza nawe kwamba unaachwa. Kuna mambo yatatokea, utaachwa. Kuna vitu vitafanyika, utaachwa. Kwa hiyo kuwa makini. Mungu anataka uongeze umakini katika maisha yako. Mungu anataka uongeze umakini katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa chochote kile ambacho unakiona karabababariama zube ekra